Kanisa Katoliki la mgeuka Samia Suluhu na kumlani vibaya. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika tamko lilotikisa roho za nchi, Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania TEC limevunja ukimya na kuweka hadharani picha ya taifa iliyojikuta katika mshtuko wa kijamii, vifo, hofu na kuporomoka kwa hadhi kimataifa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika taarifa yao ya pamoja iliyotolewa baada ya siku 4 za tafakuri na sala, maaskofu wamesema uchaguzi huo uliibua wimbi la maandamano yaliyoacha majeraha ya kudumu, watu kupotea, wengi kuuawa wakiwa makwao bila kushiriki maandamano, mali kuharibiwa na taifa kuingia kwenye giza la kihisia ambalo halijawahi kushuhudiwa katika miaka ya karibuni. Kwa mujibu wa tafakari hiyo yao, nchi haiko tu katika majibizano ya kisiasa, iko katika hali ya maumivu, kukata tamaa na msongo wa pamoja na kutokana na matukio yaliyosababisha huzuni katika familia nyingi. Maaskofu wameeleza kuwa hali iliyojitokeza imejenga msiba wa kitaifa unaozidi kuongezeka kutokana na simulizi la waliofiwa, waliopoteza ndugu au waliojeruhiwa bila kujua hatima yao. Kwa jicho la kiuangalizi, TEC imebainisha kuwa hali hii imeacha kovu si tu katika jamii bali pia katika taswira Tanzania mbele ya dunia, ambapo nchi kwa mara nyingine baada ya muda mrefu imeonekana kupoteza mwelekeo wake wa amani. Taarifa hiyo inakuja wakati taifa likiwa bado halijakabiliana ipasavyo na matokeo ya taharuki ya kisiasa. Kwa maaskofu, hali iliyotokana na uchaguzi haipaswi kufunikwa kwa maelezo mepesi. Ni matokeo ya mchakato uliozaa hofu badala ya imani, maswali kuliko majibu, na ukimya wa kijamii badala ya uhuru wa kujieleza. Na katika mantiki hiyo, TEC imeitazama hali hii kama ishara ya kumomonyoka kwa misingi ya utulivu wa namna ambavyo wa taifa ambalo kwa muda mrefu limejengwa juu ya misingi ya maridhiano. Katika kueleza ukubwa wa tatizo, TEC imefafanua kuwa maelezo mengi ya nchi yamekuwa na simulizi za watu kupotea kwa njia zisizoeleweka, familia kukosa taarifa za wapendo wao, na wauaji waliowalenga hata wale ambao hawakuwa sehemu ya maandamano haya. Kwa mujibu wao, si matukio ya kawaida ya kisiasa. Ni dhahiri kwamba taswira ya usalama imelegea na watu wasiofahamu wamekuwa na uwezo wa kufanya vitendo vyenye madhara makubwa kuliko hata vyombo vya dola. Kauli hii imeibua swali kuhusu nguvu zisizo rasmi ambazo zimekuwa zikisababisha hofu huku zikibaki bila kufahamika hadharani. Katika msingi wa tatizo hilo, maaskofu wameuona ukosefu wa usalama kuwa chanzo kikuu. Matumizi ya vitisho, matukio ya kutekwa kwa watu na ongezeko la visa vya watu kuumizwa vimeonekana kama dalili ya mfumo unaohitaji marekebisho ya haraka. Kupotea kwa watu kwa njia ambazo hazijawahi kuelezewa vizuri kumetajwa kuwa kiini cha kuibuka kwa hasira za vijana ambao waliona maandamano kama njia pekee ya kusikika. Na katika hatua inayofuata ya simulizi lao, maaskofu wamegusa jambo ambalo limekuwa likitawala mijadala ya kitaifa kwa miaka kadhaa, ambalo ni mporomoko wa demokrasia wa kweli. Kwa mtazamo wao, kilio kilichoanza kusikika tangu mwaka 2016 hakijapata dawa ya kudumu, na mfumo wa kisiasa unaoendeshwa bila vigezo vya uwazi, ushiriki wa haki na uhuru wa kisiasa umeonekana kama sehemu ya mzizi wa changamoto za kisasa. Kwa mujibu wa tathmini yao, kuna ombwe la muda mrefu la majadiliano ya kitaifa ambapo wananchi wamekosa chombo cha kueleza malalamiko yao na mara haki zinapokiukwa. Hali imewaacha wengi wakitafuta njia ambazo hatimaye zilijikita katika mitaani. Na katika taswira pana zaidi, maaskofu wamelitazama taifa kama mwili ulioumia kwa pande zote, si tu kwa vifo na majeraha bali pia katika taswira yake ya kimataifa. Kwa mujibu wao, mataifa yaliyokuwa yakiangalia Tanzania kama nchi yenye uthabiti wa kisiasa na mshikamano sasa yameanza kuelezea maswali kuhusu mwenendo wake. Kwa TEC, hii ni ishara kwamba taifa linahitaji msaada wa ndani na nje ili kupata nafuu ya kudumu. Na kwa msingi huo wametoa wito wa haraka kwa serikali ya vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua bila kusita ili kuliponya taifa. Hii haikuwa tu kauli ya kukemea bali ni mwongozo wa hatua zinazohitajika
kufanywa mara moja kuona kama nchi inaweza kurejea katika hali yake ya kawaida. Wito wa kufanya uchunguzi huru usiofungamana na upande wowote umechukua nafasi ya kipekee katika taarifa yao, na maaskofu uchunguzi huo hauna budi kushirikisha taasisi za kimataifa zisizo na maslahi ya kisiasa pamoja na taasisi za dini na wadau wa ndani. Ili limeonekana kuwa sharti la msingi kabla ya kuanza kwa hatua nyingine zozote za kitaifa. Na katika sehemu yenye uzito zaidi wa taarifa hiyo, TEC imeombwa wote waliokamatwa kutokana na mazingira ya uchaguzi kabla, wakati na baada waachiliwe mara moja bila masharti. Na kwa mtazamo wao, haki haiwezi kujengwa katika mazingira ambayo watu wanaendelea kuzuiliwa kwa msingi wa tuhuma ambazo hazina ushahidi wa wazi. Hatua hiyo imeonekana kama kigezo cha kurejesha imani ya wananchi katika mamlaka za sheria. Na katika mwendelezo wa simulizi lao, maaskofu wameeleza kuwa chanzo cha maandamano kilikuwa na mizizi zaidi ya hitilafu za uchaguzi. Kwa mujibu wa tathmini yao, kulikuwa na ukosefu wa usalama wa muda mrefu ambao uliongezeka kwa sababu ya matukio ya utekaji na watu kupotea, na ongezeko la watu wasiojulikana wenye uwezo wa kufanya vitendo vya uhalifu bila kukabiliwa na hatua za dhahiri. Kwao, hali ilitengeneza mazingira ya woga ya kitaifa na kuleta hisia kwamba mfumo wa ulinzi haukuwa kwenye nafasi yake ya kawaida. Ukweli huu uliunganishwa na kile walichokiita kukosekana kwa demokrasia ya kweli, na kwa miaka kadhaa kumekuwa na kilio cha kutaka mageuzi ya misingi katika mfumo wa kisiasa, kilio ambacho kimekuwa kikijirudia lakini bila hatua madhubuti. Lakini mazingira kama haya, vijana walijikuta wakikosa mahali pa kuelekeza malalamiko yao, kwani mifumo iliyokuwa ikitarajiwa kuwa kimbilio haikuweza kufanya hivyo. Maaskofu ameeleza kuwa hali ya kukosa sauti kwa wananchi imekuwa kama nishati iliyojikusanya kwa muda mrefu na hatimaye ikapasuka kupitia maandamano ya nchi nzima. Kwa mujibu wa TEC, suluhisho la kweli linahitaji utashi wa kitaifa, hatua za kisheria na uthubutu wa kuangalia upya misingi ya utawala. Wamependekeza kuanza kwa mchakato wa katiba mpya haraka iwezekanavyo. Kwa katiba mpya sio tu nyaraka ya sheria, ni nafasi ya taifa kujitazama upya, kurejesha imani na kupunguza misuguano iliyoibuka kutokana na mielekeo tofauti ya kisiasa. Hii ni hoja inayojikita katika wazo kwamba taifa linahitaji msingi mpya ambao unaweza kubeba kisasa chake, demografia yake na matarajio ya vizazi vinavyokuja. Katika hitimisho la simulizi lao, maaskofu wameomba Watanzania wote kuendelea kusali na kulitia taifa katika hali ya uponyaji. Lakini zaidi ya wito huo wa kiroho, wametoa barua ya tahadhari kwa viongozi wa umma kuishi na uadilifu na uwajibikaji, na kwa njia pekee ya kuondoa majeraha ya taifa ni kupitia ukweli, uwazi na utayari wa kukabili makosa ya nyuma bila kujifunika. Na katika ujumla wa simulizi hili, ujumbe wa TEC umejikita katika kuonesha kwamba taifa lipo katika wakati wa maamuzi makubwa, kwa kuchagua njia ya ukweli na uponyaji au kuendelea kwenye njia ya misuguano, hofu na ukosefu wa maridhiano. Kwa kutumia sauti yao yenye ushawishi wa kihistoria, maaskofu wameibua mjadala muhimu kuhusu mustakabali wa Tanzania, wakiweka mezani hoja ambazo zimeonekana kugusa siasa, jamii na roho ya taifa kwa pamoja. Hii ni taarifa kutoka hapa Kenyascope. Nikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe, like na kucomment, vile gonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tunapoziweka.